Mwezi wa 8 ni mwezi wa kutengeneza pamoja na Mungu, ili Mungu tena, kama kuna mahali tulifika tukawa tumefifia, Mungu anatuuisha tena, ametupa tena uhai. Kama kuna mahali tulifika tukawa tumechoka, Mungu atuinue tena kwa ajili ya kazi yake, kama alivyosema, mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Kama ulikuwa unahubiri, unawashuhudia watu waokoke, mwezi wa 8 ni wa kwanza upya tena. Mwezi wa 8 ni wa kwanza upya tena. Watu wanahitaji kuokolewa, watu wanahitaji kufunguliwa. Kama ulikuwa na huduma ya kutembelea wagonjwa hospitalini, anza tena mwezi wa 8. Mkono wa Mungu utakuwa juu yako. Kila utakayemwekea mkono, Mungu atamponya, Mungu atamfungua. Kama ulikuwa na huduma ya kutembelea vituo vya yatima, endelea kufanya hivyo. Katika mwezi wa 8 utaziona baraka. Mungu atakuzidisha, Mungu atakuzidisha, kama alivyomzidisha Nuhu, kama alivyomzidisha Ibrahimu, kwa sababu ya agano jipya, katika jina la Yesu. Kama ulikuwa na huduma ya kusafisha kanisa, safisha kanisa vizuri kabisa. Wengine wana huduma tu ya kusalimia watu, unatuma tu ujumbe na kusalimia, unatuma ujumbe na kusalimia, unatuma ujumbe wa neno la Mungu. Endelea kufanya hivyo katika mwezi wa 8. Wasalimie watu wengi, watie moyo watu wengi, wafariji watu wengi, maana kila unachokipanda ndicho ambacho utakivuna. Chochote ukipandacho, Wagalatia 6 anasema Mungu wetu asiakiwi, maana chochote apandacho mtu ndicho ambacho atavuna. Na katika mwezi wetu huu wa upako wa gara, hautakosa vitu vyema ndani ya gala lako, gala la ndoa yako, gala la maisha yako, gala la kazi yako, gala la ofisi yako, gala la moyo wako, gala la kanisa lako. Vitu vyema vitajaa, maana hakuna mtu anayehifadhi vitu vibaya. Hakuna mtu, isipokuwa shetani tu anahifadhi vinyongo, anahifadhi mauti, anahifadhi magonjwa, anahifadhi visasi. Lakini kwa Mungu, kwenye ghala la Mungu vinahifadhiwa vitu vitakatifu, vitu vya samani, vitu ambavyo kesho tukivitumia vinakuwa vina faida mara 2 kuliko jana. Kwa hiyo katika mwezi wa 8, kama ulikuwa hujaanza kuweka akiba, anza kujiwekea akiba. Akiba ya maombi yako, akiba ya neno la Mungu, akiba ya fedha, akiba ya mazao. Maana hatujui, maana maandiko yanasema hizi ni nyakati za mwisho, nyakati za hatari. Hatujui nini litatokea, lakini ndani ya ghala lako ukahifadhi vitu vya samani, kesho utacheka. Wakati wengine wanalia na njaa, wakati nchi zote zilikosa chakula, nchi ya Misri chini ya Yusufu vyakula vilikuwa tele, vyakula vilikuwa tele. Akawauzia mataifa, akauzia nchi mbalimbali, na maisha yao yakaendelea kubarikiwa, thamani ya pesa yao ikaongezeka. Kwa hiyo katika mwezi huu, hebu anza upya na Mungu, anza upya na Mungu, anza upya na Mungu, ili ghala yako ijae. Kama ulikuwa huwezi kuamka maombi ya asubuhi, anza kuamka. Mwambie Baba, nataka nianze na wewe katika mwezi huu. Acha nianze na wewe kwa nusu saa, kwa lisaa, masaa 2. Baba, acha nianze na wewe kwa kukuambia tu Mungu asante kwa ajili ya siku ya leo. Hebu jitahidi kila ambacho unakifanya ukifanye kwa ubora, kwa sababu ni mwanzo. Kama kazini kwako ulijulikana kama mchelewaji, basi mwezi huu uwe ni mtu wa kwanza kufika. Uwe ni mtu ambaye unakuwa wa kwanza kufika. Kama darasani ulijulikana kwamba ni mtoto wa mwisho, Mungu ageuze ukae wa kwanza, ukae wa kwanza katika jina la Yesu. Chochote ambacho shetani alikuwa amekitwika juu yako, tunakitoa, tunakutwika vitu vya Mungu katika mwezi wa 8. Mwanzo mpya wa ushindi, mwanzo mpya wa furaha, mwanzo mpya wa kuinuliwa, mwanzo mpya wa baraka, mwanzo mpya wa kuijenga. Utatazama nyuma, hautawaona tena washtaki wako, hautayaona tena mateso yako, hautaona tena misiba yako. Hebu simama na Mungu, tembea na Mungu, usimwache Mungu akakutie nguvu, akakuimarishe. Maana ametuambia kwenye kitabu cha Maombolezo 3:22, Maombolezo 3:22, ya kwamba ni huruma za Mungu tu
ni huruma za Mungu tu. Acha huruma ya Mungu itembee pamoja na wewe. Huruma ya Mungu iwe juu yako, huruma ya Mungu iwe juu yetu, ikatuongoze, ikatutenge na kila uharibifu. Maana ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii au jangamia, kwa sababu Mungu alitaka atende jambo jipya ndani yako. Mungu alitaka atende jambo jipya, anasema nitatenda jambo jipya. Hilo jambo jipya linatokea mwezi wa 8. Anza na Mungu, maana ni huruma za Mungu. Ndio maana hujaangamia kuanzia mwezi wa 1 mpaka mwezi wa 7, haujaangamia umeingia mwezi wa 8. Hebu anza jambo jipya pamoja na Mungu wako, na Mungu wako atakubariki. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Rehema za Mungu hazikomi mpaka kitu kipya kizaliwe ndani ya nyumba yako, mpaka kitu kipya kizaliwe ndani ya moyo wako, mpaka moyo wa msamaha uzaliwe ndani yako, mpaka moyo wa upendo uzaliwe ndani yako, mpaka moyo wa maombi uzaliwe ndani yako. Uwe na maombi yale ya mapigano. Nilifundisha maombi ya mapigano ya Hana. Alikuwa na uchungu, sio kwa ajili ya kulipiza kisasi. Alikuwa na uchungu wa kutaka kukutana na Mungu, kwamba Mungu, komesha mateso haya, nataka nianze upya, maisha yangu yawe mapya, maisha yangu yawe mapya, nipate uzao. Baba, tenda. Akapigana, ajawa na uchungu wa kwenda kusema, Mungu, mimi nawe imetosha. Nimeomba miaka yote hujanijibu, nimetoa sadaka hujanijibu. Mungu, mimi nawe imetosha. Hebu mwezi wa 8 Mungu akutendee jambo jipya ambalo litakutia moyo ili uweze kusonga mbele. Ipokee hiyo neema katika jina la Yesu. Ipokee hiyo neema katika jina